Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuzea yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa, habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima na habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Daktari Samia asema serikali imetimiza maono ya baba wa taifa hayati Mwalimu Nyerere kwa vitendo. Ugonjwa wa macho watajwa miongoni mwa magonjwa yanayowasumbua wa Tanzania. Katika biashara, serikali yatenga shilingi trilioni 2.44 kuwawezesha wananchi kiuchumi. Na katika habari za kitaifa, vikosi vya Israel vyaanza kuondoka katika ukanda wa Gaza. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie kwa mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Daktari Samia Suluhu Hassan amesema serikali ya awamu ya 6 imefanikiwa kutekeleza kikamilifu maono mbalimbali ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika masuala ya utawala bora na miradi yenye kutoa msukumo kwenye sekta za maendeleo. Josephine Kaponya ameandaa taarifa zaidi ambayo nasomwa hapa studio na Goodluck Msola. Dr. Samia amebainisha hayo Ijumaa ya Oktoba 10 mwaka 2025 katika mkutano wake wa kampeni wilayani Butiama kwenye viwanja vya Mwenge, na kueleza kuwa maono hayo ni pamoja na kuhamisha makao makuu ya nchi kuelekea jijini Dodoma, ambapo sasa mihimili yote tayari imehamia mkoani humo. Dr. Samia amewaahidi wananchi wa Butiama kwamba endapo atakipa ridhaa Chama cha Mapinduzi, basi atahakikisha maendeleo yanapatikana katika nyanja mbalimbali ikiwemo afya, elimu pamoja na kilimo, huku akiwapongeza kwa kupata chuo cha kilimo ambacho kitawasaidia kuwapa maarifa zaidi ya kukuza kilimo chao. Nataka niwaambie kwamba awamu ya pili, awamu ya 6, mkitupa ridhaa yenu na mkituchagua, tunakwenda kuendeleza yale kwa kasi ile. Pale ambapo maji hayajafika, tahakikisha maji yanafika. Pale ambapo umeme haujafika, tahakikisha umeme unafika. Pale ambapo shule hakuna, nyumba za walimu hakuna, tunakwenda kufanya hivyo. Na pale ambapo huduma za afya ziko mbali, tutazisogeza kwa karibu. Kwa tutaendelea kwa kasi ile. Lakini wapongeze ndugu zangu wa Butiama kwa kupata chuo hichi cha kilimo ambacho kitakwenda kuwapa maarifa zaidi ya kukuza kilimo chenu. Na vile ni wapongeze wana Butiama kwa kuwa wamekuwa wazalishaji wazuri wa mazao ya kilimo. Akiwa wilayani Serengeti wakati akizungumza na maelfu wananchi, Dr. Samia amesisitiza swala la mshikamano na umoja miongoni mwa Watanzania, pamoja na kuachana na imani na tamaduni za mila zenye kuwakandamiza wanawake. Wagombea ubunge nao wakaeleza utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati namna ilivyofanyika na serikali ya awamu ya 6 chini ya utawala wa Dr. Samia, na kuahidi kuwa ifikapo Oktoba 29 ya mwaka huu kila mwananchi atapiga kura ili kuchagua Chama cha Mapinduzi. Ndugu mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Butiama tuna imani kubwa na wewe kwa jinsi unavyoendelea kutekeleza maono ya baba wa taifa katika sekta ya elimu, sekta ya afya na sekta ya maji. Wananchi hawa hawana deni na wewe, wana imani kubwa kwamba itakapofika Oktoba 29 tutakupatia kura nyingi za kishindo, tutaongoza wilaya ya Butiama kama ambavyo tumekufanya huko nyuma. Butiama oye! Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wameeleza utekelezaji wa miradi ilivyofanywa na Dr. Samia, ikiwemo ya kumtoa ndoo mama kichwani, na kubainisha kuwa imeweza kuwasaidia kutatua kero ya maji. Nimebeba mwiko kwa sababu mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi kwanza ni mwanamke, Samia Suluhu Hassan. Lakini mwiko huu maana yake ni ina maana tuna maji ya kutosha, hivyo tuna uwezo wa kupika chakula jinsi tunavyotaka. Kwa hiyo hii inaonyesha dhahiri kwamba Samia Suluhu Hassan, mgombea wetu wa nafasi ya urais wilaya ya Butiama, Oktoba tunatiki na wilaya ya Butiama itaongoza kwa kutoa kura nyingi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mgombea huyo wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Samia Suluhu Hassan amehitimisha mikutano yake ya kampeni mkoani Mara Oktoba 10 mwaka 2025 kwa mkutano mkuu uliofanyika katika wilaya ya Butiama pamoja na Serengeti, na kisha baadaye mchana kurejea Bariadi mjini mkoani Simiyu
ambapo ataendelea na mikutano ya kampeni. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa ugonjwa wa macho ni miongoni mwa magonjwa 10 yanayowasumbua Tanzania, hali inayohitaji ushirikiano wa karibu baina ya serikali na wadau wa afya ili kukabiliana na tatizo hilo. Mwanahabari wetu Pendo Mangala kutoka Dodoma anaarifu zaidi. Dr. Eunice Klafu ni afisa kutoka Mpango wa Taifa wa Huduma ya Macho Tanzania kupitia Wizara ya Afya amesema hayo jijini Dodoma wakati wa maadhimisho ya Siku ya Macho Duniani, ambapo Wizara ya Afya imetoa elimu kwa wanafunzi wa shule ya msingi Humwa namna ya kujikinga na maradhi ya macho. Kwa Tanzania, miongoni mwa katikati ya magonjwa yote, tukisema ile top 10 diseases za magonjwa ndani ya nchi ya Tanzania, magonjwa ya macho yanashika namba 10, lakini pia kati ya hao magonjwa namba 10, 2.4 ni wanapata changamoto ya kutokuona, changamoto ambayo inaweza kutibika ya kutokuona. Kwa sasa, kwa sababu watu wanaendelea kuongezeka na shule zinaendelea kuongezeka na elimu inaendelea kuongezeka, kwa hiyo hivyo hata watu wanaendelea kuibuliwa kwa wingi wenye changamoto za macho kwa sababu ya wataalamu wameongezeka, lakini pia kutoa elimu kwa watu wengine kumeongezeka. Kwa hiyo watu wengi zaidi wanapata maarifa ya afya ya macho, wanakuja hospitali, kwa takwimu zinaongezeka. Akizungumza kwa niaba ya mwalimu mkuu wa shule ya msingi Humwa, Mwalimu Grace Dismas ametoa wito kwa wadau wa afya kuendelea kujitokeza kusaidia wanafunzi wenye changamoto za macho mashuleni. Changamoto inapokuwepo ya uoni hafifu kwa mwanafunzi, mimi kama mwalimu natumia jitihada za kuhakikisha kwamba yule mwanafunzi anapata msaada. Kwa mfano akiwa nyuma ya darasa, basi nafanya jitihada za kumtoa nyuma na kumleta mbele ili aweze kujifunza au aweze kuelewa kile ambacho anafundishwa. Lakini lengo halisi na kilichotufanya tuje hapa ni kwa sababu tunatambua na tunajua kabisa kwamba zaidi ya 80% ya upofu uliopo Tanzania aidha unatibika au unazuilika. Kwa hiyo elimu ya afya ya macho ni muhimu sana kupelekwa kwa jamii nzima. Na theme ya mwaka huu inasema tupeleke hadithi yote ambayo unaipata kuhusu afya ya macho ni nzuri kwa jamii, kwa maana itaweza kuwasaidia watu kuweza kuelewa na kuweza kupata uharaka kwenda kupata huduma za afya ya macho. Mmoja wa wanafunzi ambaye pia anakabiliwa na tatizo la macho amesema elimu aliyoipata imewasaidia kujua namna ya kujitunza na kutambua dalili mapema. Sioni mbali na pia nikiangalia ubaoni sioni kabisa, naona giza. Ilikuwa inanikwamisha kufanya vizuri darasani, saa zingine nakopogi wa mwisho. Nilivyokopo sipati miwani. Maadhimisho ya macho duniani yanaambatana na kauli mbiu isemayo penda macho yako, simulizi yako ni mwanga kwa mwingine. Asante sana Pendo kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa kukamilika kwa miradi ya ujenzi wa jengo jipya la ghorofa 5 pamoja na ukarabati wa majengo ya taasisi ya mifupa ya Muhimbili MOI kutaongeza uwezo wa taasisi hiyo katika kuhudumia wananchi kutoka wananchi 800 hadi kufikia zaidi ya 1500 kila siku. Goodluck Msolla anayo taarifa zaidi. Akizungumza katika uzinduzi wa wiki ya huduma kwa wateja katika taasisi ya mifupa Muhimbili MOI, kaimu mkurugenzi wa taasisi hiyo Dr. Anthony Asei amesema ukarabati huo unafanyika katika majengo ya zamani pamoja na yale iliyokuwa hospitali ya Tumaini Upanga ili kuwezesha utoaji wa huduma bora za kibingwa katika maeneo ya ubongo, mifupa pamoja na uti wa mgongo. Kwa sasa tunapokea takriban wagonjwa 600 mpaka 800 kwa siku, lakini wanapokelewa katika sehemu ambayo kidogo iko congested na namba trend inakuwa inaongezeka kila mwaka. Kwa hiyo tunategemea jengo hili litakapokamilika tunaweza hata kudouble idadi ya wagonjwa ambao tunawaona kufika mpaka 1500 hadi 1600 kwa siku kwa wagonjwa wa nje, na watakaa kwenye sehemu ambayo kidogo ni nzuri zaidi na ina nafasi zaidi. Mradi mwingine mkubwa tumeichukua kwa msaada wa serikali, hospitali iliyokuwa inaitwa Tumaini zamani iko Upanga na sasa iko katika hatua za mwisho za kufanyiwa ukarabati na kuifacelift. Ile itakuwa ni kitengo cha kliniki ya wagonjwa wa nje ambapo tunategemea pia itaongeza nafasi ya hospitali kuendelea kutoa huduma kwa wateja wetu. Kwa upande wake Dr. Kennedy Nchimbi, meneja wa kitengo cha ukaguzi wa matibabu na uboreshaji wa huduma katika taasisi ya MOI, amesema pamoja na hatua hiyo ya maboresho, kwa sasa taasisi ya MOI imekuwa na mafanikio makubwa katika upande wa kutoa huduma bora zenye viwango vya kimataifa, hali ambayo imepunguza malalamiko kutoka kwa wananchi. Kitengo chetu cha malalamiko kimekuwa kipokea malalamiko mengi na pongezi nyingi, zote kwa pamoja tumekuwa tukizichakata
na kupeleka mrejesho kwa wale ambao wamekuwa wakitoa malalamiko yale, na mojawapo ya kuonesha kwamba malalamiko yanajibiwa, utaona mabadiliko mengi yanafanyika, hasa katika utoaji huduma, jinsi ya kuwasiliana na wateja na jinsi ambavyo wateja wamekuwa wakiweza kushirikishwa. Ndio maana mabadiliko ya kimiundombinu yamekuwa yanafanyika kila siku na kila uchwao. Hii yote mfano mkubwa ni baada ya wateja wetu kulalamika kwamba kunakuwa na msongamano mkubwa. Kwa hiyo tunaishukuru serikali ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutukasimu na kuweza kutusaidia kujenga jengo lile jipya pale ambalo linajengwa kama new OPD. Hii yote ni katika kurejesha mrejesho baada ya kuonekana kwamba watu wanarundikana sana, basi ipatikane nafasi ya kutosha kuweza kukidhi haja ya wateja wetu. Nao baadhi ya wagonjwa ambao wanapatiwa matibabu katika taasisi ya MOI wamekiri taasisi hiyo kupiga hatua katika maeneo mbalimbali ikiwemo ya huduma kwa wateja pamoja na kutoa huduma tofauti na miaka ya nyuma. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Vijana mkoa wa Singida wamehimizwa kupiga kura na kulinda amani ya nchi ili kuwezesha uchaguzi huo kuwa wa amani. Amini Nyaungo anayo taarifa zaidi kutoka Singida. Zikiwa zimesalia siku 19 kuelekea uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Watanzania wakatumie haki yao ya msingi ya kupiga kura. Vijana mkoani Singida ambao wanatoka katika wilaya Iramba wamesema wapo tayari kuitumia vyema siku hiyo ili wampate yule wamtakaye. Je, nini ambacho wanazungumza? Kijana nitakuwa ujitambue katika swala kama ili la kupiga kura, kwa sababu hilo ni swala binafsi mwenyewe. Wewe ndo utaamua kwamba kiongozi yupi awe anakufaa, na ni swala ambalo liko huru kwa kila kijana na kila mwananchi wa Tanzania. Unajua bodaboda zamani ilikuwa tunatumika vibaya sana. Kwa mfano kama ukisikia sasa hivi tunasema tunadumisha amani ya nchi yetu. Zamani tulikuwa tunatumika tunapewa 500 tunaharibu hali ya hewa. Kwa hiyo tumekuwa mabalozi wa kukemea ile mambo, na sasa hivi tuseme kwamba sasa hivi sisi ni maafisa usafirishaji. Wakati vijana wakizungumza namna ambavyo watakavyoenda kupiga kura, je, elimu hiyo imetolewa kiasi gani na wasimamizi wa uchaguzi mkuu mwaka huu? Kundi hili limefikiwa kwa asilimia kubwa, na bado wasimamizi wasaidizi ngazi ya kata katika maeneo yao wanaendelea kulifikia kundi hili kuhakikisha kwamba wanapata hii elimu vizuri ili waweze kutumia haki yao ya kikatiba itakapofika hapo tarehe 29 Oktoba 2025. Mkuu wa wilaya ya Iramba, Suleiman Mwenda, anatueleza pamoja na Ahmed Sungura, mkuu wa TAKUKURU wilaya ya Iramba. Nategemea tarehe 29 kila mmoja ajitokeze aende akapige kura, amchague kiongozi ambaye anamtaka, kiongozi ambaye anaona anamfaa na atamsaidia. Hakuna namna yoyote ile ya kutishika au kutishiana kwamba mtu asitoke kwenda kupiga kura kwa sababu kuna lolote lile litatokea. Wao wanashughulika kusafirisha watu na mizigo. Kwa ile matendo ya kihalifu mara nyingi kulingana na kazi zao wanaweza kukutana nao kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo ninaamini baada ya semina hii watakuwa ni wabalozi wazuri, watafichua vitendo vyote vya rushwa ambavyo vinafanyika, si vya katika uchaguzi tu, hata katika nje ya uchaguzi. Kupiga kura ni haki yako ya msingi na ya kikatiba kwa yule ambaye ametimiza vigezo vyote vya kupiga kura. Usikose kupiga kura mwaka huu 2025, utimize jukumu lako na mchague yule ambaye umtakaye. Asante sana Amini Nyaungo kwa taarifa hiyo. Katika kuadhimisha wiki ya huduma kwa wateja, shirika la hifadhi za taifa TANAPA kupitia hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo limefanya zoezi la kuchangia damu katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Chato mkoani Geita. Lengo ni kusaidia akina mama wajawazito na wagonjwa wengine wanaokumbwa na upungufu wa damu. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita inaarifu zaidi. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa TANAPA Catherine Mbena amesema shirika limeguswa kushiriki kutokana na uhitaji mkubwa wa damu katika hospitali na vituo vya afya. Kwa upande wake, mkuu wa hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo Imani Kikoti amesema kuchangia damu ni sehemu ya uwajibikaji wa kijamii kwa taasisi hiyo. Hali hiyo tumejitolea kwa hiari
baadhi yetu maafisa na askari kuja kuchangia damu katika hospitali hii ya rufaa ya Chato ili ziweze kusaidia wamama wajawazito ambao wanajifungua na wanakuwa na mahitaji ya damu, lakini wanaopata ajali na hata wanaoumwa magonjwa kawaida ambayo wanahitaji kuongezewa damu. Wazo la kuchangia damu lilikuja kama mchango wetu kwa jamii, lakini tuliweza kuhamasishana kama watumishi, na mpaka sasa hivi ni kwamba jumla ya watumishi 31 wameshajisajili kwa ajili ya kutoa damu na wote wako na sifa za kutoa damu. Aidha, afisa uhifadhi daraja la kwanza wa TANAPA Jacob Kasiri amewahimiza wananchi kujitokeza kwa wingi kuchangia damu ili kuokoa maisha ya watu wenye uhitaji mkubwa. Lazima tutambue kwamba sisi wenyewe ni wagonjwa watarajiwa. Kwa hiyo hilo ni jukumu letu kuhakikisha kwamba sasa hivi kwa kuwa tuna afya njema, tuna wajibu wa kuchangia damu kwa ajili ya wenzetu ambao ni wagonjwa. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba sisi ni pati ya jamii, lazima tunawiwa kutoa damu kwa ajili ya kuwasaidia kwanza ndugu zetu ambao moja wamepata matatizo. Kwa upande wake, msimamizi wa huduma za maabara katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Chato, Waziri Mjuni, amesema hospitali hiyo ina uhitaji wa wastani wa uniti 10 za damu kila siku, sawa na uniti 300 kwa mwezi, huku ikilishukuru shirika la TANAPA kwa msaada huo. Kuna wagonjwa au watoto ambao wanasumbuliwa na magonjwa sugu ambayo yanasababisha upotevu wa damu na kuhitaji kuongezewa damu mara kwa mara, kwa pamoja magonjwa ya selimundu. Kwa hiyo mahitaji kwa ujumla ni makubwa sana. Kwa tukianza kwa hospitali ya rufaa ya kanda Chato ni takriban uniti 10 kwa siku, ambao wastani kwa mwezi ni kama uniti 300. Lakini sambamba na hapo, kwa sababu sisi ni hospitali ya rufaa, pia tuna jukumu la kusaidia vituo vya jirani. Unakuta mahitaji yetu yanatoka kwenye 300 mpaka kufikia mahitaji ya uniti 400 mpaka 500 kwa mwezi. Zoezi hilo limekuwa ni sehemu ya maadhimisho wiki ya huduma kwa wateja kwa mwaka huu, ambapo TANAPA imeendelea kujikita katika kutoa huduma zenye tija kwa jamii. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Timu ya wataalam kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii imefika katika vijiji vya wilaya za Busega na Itilima mkoani Simiyu kwa lengo la kutoa elimu kwa wananchi juu ya namna bora ya kukabiliana na changamoto za wanyamapori wakali na waharibifu, sambamba na kusikiliza malalamiko na mapendekezo ya jamii kuhusu masuala ya uhifadhi. Recho Chacha ameandaa taarifa zaidi. Afisa wanyamapori mkuu kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii, Nasoro Wawa, amesema serikali inaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuimarisha uhusiano kati ya binadamu na wanyamapori, ikiwemo utoaji wa elimu, matumizi ya teknolojia katika utoaji wa taarifa na kuimarisha ushirikiano na serikali za vijiji. Katika vijiji vyote tuliopita katika wilaya zote, wananchi wamekuwa na hamasa kujua vitu mbalimbali kuhusiana na wanyamapori. Na elimu iliyotolewa, tena imani kabisa elimu waliopata itawasaidia kukabiliana na changamoto za wanyamapori na waharibifu, lakini vile vile wamejua ni taratibu zipi za kufuata ili kumiliki nyara za serikali au wanyamapori. Lakini vile vile fursa ambazo zinatokana na uhifadhi, ambayo wananchi walikuwa wanaulizia masuala mengi kuhusu bucha za nyamapori, namna ya kufuga wanyamapori na kuanzisha bustani. Kwa hiyo tuna imani elimu iliyotolewa imewahamasisha wananchi kuacha shughuli ambazo kama vile shughuli ambazo naenda kinyume na taratibu za uhifadhi, ikiwemo ujangili, lakini na kufuata taratibu ambazo zinatakiwa ili waweze kunufaika na rasilimali ya wanyamapori. Kwa upande wake, afisa mtendaji wa kijiji cha Ndingo, Salome Kambona, amesema mfumo wa ukusanyaji taarifa za wanyamapori wakali na waharibifu PAIS umeleta ufanisi mkubwa katika utoaji wa taarifa sahihi za wananchi na umeondoa changamoto ya udanganyifu ambayo ilikuwa ikijitokeza hapo awali. Elimu hii itatusaidia kwa sisi wananchi. Kwanza kabisa, inawezekana kuna hali fulani labda ya udanganyifu ilikuwa inafanyika. Labda kuna wananchi wengine walikuwa wanaweza wakatoa malalamiko ya kwamba mimi niliharibiwa shamba langu na tembo, lakini afisa ugani hakufika. Lakini pindi afisa ugani atakapofika, kama alituambia kama ni hekari 3 ziliharibiwa, kwa system hii ambayo serikali imekuja nayo, basi kile kipimo kinaweza kikatoa tathmini chenyewe kwamba ni hekari 3,
sio hekari 2 kama mkulima alivyosema, ama ni hekari 1 sio hekari 10 kama mkulima alivyosema. Kwa hiyo ninaamini ya kwamba tutaendelea kutoa elimu kwa wakulima, na ninaamini kwa staili hii na system hii ambayo serikali imekuja nayo, basi hakuna udanganyifu utakaofanyika. Naye mwenyekiti wa kijiji cha Nyantugutu Sasa Makigo ameshukuru serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kuendelea kutoa elimu ya uhifadhi, akisema mafunzo hayo yameongeza uelewa wa wananchi kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira na kutoa taarifa kwa wakati wanapokumbwa na changamoto za wanyamapori. Kwa upande mwingine, mkazi wa kijiji cha Nyantugutu Moses Saguda amepongeza utaratibu wa serikali wa kufanya malipo ya kifuta jasho na machozi kwa njia ya simu, akisema mfumo huo ni wa uwazi, wa haraka na unawafikia wananchi moja kwa moja bila urasimu. Lakini ni shukuru tu kwa elimu inayoendelea kutolewa na wananchi wanaendelea kuielewa. Kwa maana hiyo tuendelee tu kuiasa tu serikali iendelee kutoa haya mafunzo ili kusudi wananchi tuwe na uelewa wa kutosha na wananchi wawe na uelewa wa kutosha ili kusudi kuepukana na majanga ambayo yanasababishwa na wanyamapori. Mimi ushauri wangu waweke tu na maana zile nguzo ambazo zinatengeneza shoti ili kusudi kuondoa hii changamoto inayoendelea. Elimu mliotuletea kwa kweli nimeishika vizuri sana. Lakini leo mmesema kwamba tutumia utaratibu wa simu, namba ya simu. Wakati tukio linatokea, taarifa itolewe kwa viongozi, bwana shamba au bwana mifugo. Afike pale naye afikishe taarifa kwa wananyama. Huo ni utaratibu mzuri kwa kweli. Hauna usumbufu wote. Timu hiyo ya wataalam inaendelea na kampeni ya kutoa elimu ya uhifadhi katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Simiyu, huku ikiahidi kuendelea kusikiliza changamoto za wananchi na kuweka mikakati endelevu ya kuhakikisha binadamu na wanyamapori wanaishi kwa amani na usalama. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Mgombea ubunge wa jimbo la Gairo kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Ahmad Shabibi amesema serikali imeboresha sekta ya afya kwa kiasi kikubwa katika jimbo kwa kujenga vituo vya afya, hivyo akawaomba wananchi kumpa ridhaa ya kuongoza jimbo hilo ili aweze kuwaletea maendeleo zaidi. Shukuru Materu anayo taarifa zaidi. Akiendelea na kampeni za kijiji kwa kijiji za kuomba kura, mgombea huyo amewaomba wananchi kuendelea kuwa na imani na chama hicho, huku akaeleza namna serikali inahakikisha wananchi wa wilaya hiyo wanapata maji ya uhakika. Na kituo cha afya nilishasema mara ya mwisho, siendi kuomba, na ngoja kijengwe. Hiyo kimeshapitishwa. Kitakuwa na jengo la kuhifadhi maiti, kitakuwa na jengo la operesheni. Wale wazazi watafanya operesheni, kila kitu kitafanya hicho. Hicho tayari kimeshapitishwa. Na mama juzi alipopita Gairo kaahidi tena vituo vingapi? Hapa mna madarasa Chigage 4. Kule mmepewa 3. Sasa hivi tumetoa kule juzi nako 4 na ile nyumba zahanati nayo inamaliziwa pale Kilimani. Nani kachangisha? Niambieni tu darasa moja aliyochangisha ni nani? Kwa nini msimpende rais wetu? Naye mwenyekiti wa CCM wilaya Gairo amesema wataendelea kuhakikisha ahadi wanazozitoa zinafanywa kazi. Endapo mtaendelea kukiamini Chama cha Mapinduzi na kutupa ushindi wa kushika dola, tutaendelea kusimamia mambo yafuatayo. Katika hayo mambo ambayo tuliahidi Chama cha Mapinduzi na kuwaweka wagombea wetu ubunge na madiwani na pamoja na Mheshimiwa Rais, tunaweza tukasema serikali ya CCM imeyatekeleza kwa kishindo. Pigieni makofi serikali ya Chama cha Mapinduzi, pigieni makofi Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, kwa nini nimeomba tena nafasi hii? Yako mambo ambayo sijayakamilisha kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niyaseme kwa uchungu kabisa. Wananchi wangu wa Mchilili tulikuwa na kero kubwa ya maji na umeme, lakini hivi sasa nimeamua nigombee tena kwa sababu nina uhakika ndani ya miaka 5 hii kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi tutapeleka maji Mchilili bila shaka na bila matatizo yote. Asante sana Shukuru Materu kwa taarifa hiyo. Mgombea ubunge wa jimbo la Tabora mjini kupitia Chama cha Mapinduzi Hawa Mwaifunga ameendelea na kampeni ya uchaguzi mkuu ambapo amekutana na taasisi ya wanawake na Samia yenye idadi ya wanawake zaidi ya 5,000 akiwaomba wamchague kuwa mbunge wa jimbo hilo, huku akiwaahidi kwenda kushughulikia kikamilifu changamoto mbalimbali zinazowakabili wanawake ikiwamo ya kuhitaji mikopo ambayo itawasaidia kujikwamua kiuchumi. Joseph Ndau ameandaa taarifa zaidi ambayo inasomwa hapa studio na Rachel Chacha.
Katika mkutano huo, viongozi wa taasisi hiyo ya wanawake na Samia mkoa wa Tabora wakapaza sauti zao kuhusu changamoto zinazowakabili. Hata hivyo, mgombea ubunge jimbo la Tabora mjini Hawa Subira Mwaifunga akawaondoa hofu wanawake hao, akiwataka ifikapo Oktoba 29 mwaka huu wakampe kura ya ndio awe mbunge wao ili aende kushughulika na changamoto mbalimbali zinazokabili kundi la wanawake. Changamoto, ndugu mgeni rasmi, taasisi hii haina chanzo rasmi ya mapato ili kuweza kuendesha shughuli zake na kuwafikia wanawake wote wa mkoa huu kupata fursa hasa za mafunzo katika chuo cha VETA. Viongozi wamekuwa wakijitolea mara zote ili kuweza kuwafikia wanawake, na kuna wakati tunawashirikisha wadau ili kuweza kuwafikia wanawake wengi zaidi. Mapendekezo, taasisi hii inakuwa kwa kasi sana na kundi kubwa la wanawake ambao ni wajasiriamali wadogo, wajane, wanawake walioachiwa majukumu ya watoto na wanaume kama single mothers na mabinti waliozaa chini ya umri. Hivyo tunaomba mikopo inayotolewa na halmashauri, wanufaika wakubwa wawe wanawake na wahitimu wa mafunzo ili waweze kupata mitaji, kujiendeleza na kuweza kukuza uchumi wao, waondokane na utegemezi. Kubwa tulionayo kama viongozi, tuwasaidie wanawake hawa kupata elimu ya mikopo, kuwaweka kwenye vikundi, wasajiliwe, wapate taratibu, fedha zipo. Na hapa naomba niwaambie, rais wetu ambaye ndiye mgombea wetu amesema ndani ya siku 100 za mwanzo za uongozi wake baada ya uchaguzi mkuu atatoa zaidi ya bilioni 200 kwa ajili ya wajasiriamali wadogo wadogo. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA imewahakikishia wafanyabiashara wa soko la madini wilayani Kahama mkoani Shinyanga kuwa itaendelea kuboresha huduma zake kwa wateja, ikiwa ni pamoja na kusikiliza na kutatua changamoto zao ili kukuza sekta ya madini nchini. Mwavita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka wilayani Kahama mkoani Shinyanga. Katika maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja, Kamishna wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Yusufu Juma Mwenda amefika katika soko la madini wilayani Kahama kwa lengo la kushukuru wafanyabiashara kwa namna wanavyoshiriki katika ulipaji wa kodi. Amesema mamlaka hiyo itaendelea kusimamia kwa ukaribu sekta ya madini huku ikipambana na magendo kupitia idara ya forodha ili kuhakikisha biashara hiyo inafanyika ndani ya masoko rasmi. Na sisi moja ya kazi tunayofanya pia ni kuzuia magendo kupitia idara yetu ya forodha. Nafikiri hapa hamna magendo, sio maana hawajazungumza katibu. Maana yake mauzo ni mengi zaidi, lakini nataka nikuhakikishie kama yatakuwepo hujayazungumza, tutakaa tuone namna gani tunadhibiti zaidi ili kwa kiasi kikubwa biashara za madini ya wachimbaji wadogo wadogo zifanyike kwenye masoko kama ambalo soko letu hili. Kwa upande wake, kaimu afisa madini mkazi wilaya ya Kahama Eva Kahwiri amesema sekta ya madini ina mchango mkubwa katika pato la serikali, akibainisha kuwa ndani ya robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2025-2026 zaidi ya shilingi bilioni 10 zimekusanywa kutoka sekta hiyo pekee. Mchango wao katika serikali hii ni kubwa sana, ambapo ndani ya robo ya kwanza ya mwaka 2025-2026 wameweza kuchangia zaidi ya bilioni 10 katika mapato ya serikali. Hapo kuna mabao baada ya ukaguzi wa bilioni 8 na bilioni 2, zaidi ya bilioni 2 kwa upande wa kodi za TRA. Kwa hiyo tunaweza tukaona umuhimu wao hapa, na tunashukuru kwa kutambua mchango wao na kuwasogezea huduma karibu, ambapo tutaendelea kuwarahisishia shughuli zao. Nao baadhi ya wafanyabiashara wa madini wamelipongeza jambo hilo, wakisema uwepo wa afisa TRA katika soko hilo umesaidia kurahisisha upatikanaji wa huduma na kutatua changamoto kwa wakati. Zaidi ya yote, nipende kutoa shukrani kubwa. Nipende kushukuru idara husika ya TRA kwa kuturahisishia, kutuletea mfanyakazi mahali hapa, tunapata huduma kwa wepesi zaidi.
changamoto ndogo ndogo zinazotokea tunazisolve kwa wakati husika, lakini zaidi tuko tayari kuendelea kufanya inavyotupasa kufanya kwa upande wa ulipaji kodi. Nadhani ya zamani TRA tulikuwa tunaogopa sana mambo ya TRA na nini, lakini mmetusogezea huduma hapa, tupo nao, tunashirikiana nao, wanatupa elimu na tumekuwa chachu kubwa ya ulipaji kodi, na tunaahidi tutaendelea kushirikiana na nyinyi pamoja na tutalipa kodi kwa wakati. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, serikali yatenga shilingi trilioni 2.44 kuwawezesha wananchi kiuchumi.